Rais wa Marekani Donald Trump kaanza ziara ya siku 4 kule Mashariki ya Kati. Nchi ya kwanza aliyoenda ni Saudi Arabia siku ya jana tarehe 13 Mei. Na kuna mengi yalitokea. Nitaongea juu ya mambo ya Saudi Arabia, lakini pia nitamuongelea rais wa Syria Ahmed al-Shara na wa Marekani, lakini pia nitamuongelea na Ibrahim Traore. Mimi ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Katika hii ziara mengi sana yalitokea. Moja ya vitu ambavyo vilitokea ni kusaini mikataba ya biashara, mikataba ya ulinzi kwa Marekani na Saudi Arabia. Tukiangalia kwa upana zaidi ni kwamba hicho ndio kilichompeleka Donald Trump. Donald Trump anataka pesa za mafuta za Saudi Arabia zikafanyiwe uwekezaji ndani ya Marekani. Hicho ndio kitu kikubwa alichokuwa anakitaka Trump. Lakini kuna moja ya vitu ambavyo vilinifurahisha jana ni baada ya kuona Waarabu wanaongea Kiarabu. Siku zote katika hii mkutano, mara nyingi katika hii mkutano, hasa mkutano ya kimataifa, viongozi wa Kiarabu huwa wanaongea Kiingereza, kitu ambacho huwa kinanisikitisha sana. Kwamba kwa nini hao watu wana pesa, wana uchumi mzuri, kwa nini wanaongea lugha ya mtu mwingine akati wana lugha yao ya taifa? Kwa hiyo jana wakaongea Kiarabu, wakaweka mkalimani, hapo ndo wakawa namtafsiria Trump kwa Kiingereza. Hichi ni kitu ambacho kiliwafanya waonekane wao ni wakina nani pia. Umeona? Kuliko kuongea lugha ya mtu mwingine. Natamani kuona hata sisi viongozi wetu, hasa katika nchi kama zetu sisi zenye lugha zetu za taifa, ambao tuongee lugha ya mkoloni kama Tanzania, kuona viongozi wetu wakiwa katika mikutano hii na hawa watu wanaongea Kiswahili, kwa sababu kiongozi anamwakilisha mwananchi wake, awakilishi wananchi wa huko nchi nyingine. Unawakilisha wananchi wako. Kwa hiyo inabidi uongee lugha ambayo wananchi wako mpaka wa vijijini wataelewa pale ulikuwa unasema nini. Usiongee lugha ambayo wananchi wa nchi nyingine ndio wanaelewa zaidi kuliko wananchi wako. Ongea lugha ambayo wananchi wako ndio wanaielewa zaidi hata ukiwa wapi. Kwa sababu wewe ni nchi huru, kwa hiyo unatakiwa ukaongee, umetoka katika nchi huru, kiongozi wa nchi huru, kaongee lugha yako ya taifa. Kwa hiyo hii kitu kilinifurahisha sana. Lakini kitu kingine, hao watu tuwape sifa yao Waarabu. Jinsi wanavyovaga mavazi yao ya kitamaduni. Umeona? Prince Mohammed bin Salman yuko na kanzu yake na kilemba chake, sio na lile dude jeusi na makobasi yake. Umeona? Yani wanadumisha utamaduni, japo wanaweza wakanunua kila aina ya suti wanazozitaka duniani. Zina gharama yoyote ile kwa sababu wana uwezo huo, lakini wanavaa mavazi yao ya kitamaduni. Na sisi tunatamani tuone hivyo hivyo kwa viongozi wetu wa Afrika wakikutana na hao watu. Msivae kama wao, vaeni na nyie kama tamaduni zenu zinavyotaka. Hichi kitu na wapa hongera sana hawa Waarabu. Wanapenda sana kuvaa nguo zao za kitamaduni. Japo sisi huko Afrika huwa tunaiga sasa yale mavazi. Unakuta Mwafrika kavaa kanzu kama Mwarabu. Yale ni mavazi ya kitamaduni na wanayadumisha kwa kweli, na ninapendaga sana wanapokuwa wanayadumisha. Anyway, tuingie katika siasa sasa. Moja ya vitu vilivyotangazwa jana ilikuwa ni Syria kuondolewa vikwazo, yani sanctions. Na hii ikawa ni furaha sana kwa Wasiria, walishangilia, walitoka mabarabarani usiku wakawa wanashangilia. Ni jambo kubwa sana wa Marekani wamfanya. Kwa sababu vikwazo vya Wamarekani vilisababisha Syria ikawa imeisha kabisa kiuchumi. Wa Syria walikuwa wanapitia hali ngumu sana. Wawekezaji wanakuwa hakuna, makampuni yanaogopa kwenda pale kwa ajili ya kuuza bidhaa zao ndani ya Syria. Kwa hiyo wanakosa madawa, wanakosa nini? Yani imagine wagonjwa wa kansa, wagonjwa wa kisukari wanakosa madawa ya kununua kwa ajili ya kujitibu. Umeona? Wagonjwa wa vitu mbalimbali, wagonjwa labda wa HIV, pengine walikuwa wanakosa madawa yale ya kuwarefusha maisha, kunywa kwa ajili ya kurefusha maisha. Wagonjwa sijui wa figo, pengine walikuwa wanakosa ile wanaosafisha figo ile. Umeona? Zile vitu vile yani kwa kifupi ni kwamba ilikuwa ni kazi sana kwa watu ambao wana matatizo mbalimbali ya afya pale Syria kuweza kupatiwa matibabu kwa sababu ya hivi vikwazo. Lakini pia NGOs ilikuwa ni tabu kuoperate ndani ya Syria kwa sababu ya hivi vikwazo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kazi sana, na uchumi wa Syria ulidondoka kwa sababu ya hivi vikwazo. Marekani nchi yenye uchumi namba 1 duniani. Kila nchi duniani inahitaji Marekani. Umeona? China ina uchumi namba 2 duniani, lakini inamhitaji Marekani kwa sababu Marekani ndio mteja wake mkuu hapa duniani. Kwa hiyo Marekani ndio anamfanya Mchina awe na uchumi namba 2 hapa duniani. Kwa hiyo mtu yote anamhitaji Marekani. Hata wakiwekewa vikwazo wakaweza kufurukuta kama Urusi na Iran, wanaishi tu na vikwazo vya Marekani kwa sababu wanabebwa na nishati zao. Lakini still bado wanamhitaji. Na still unaona Iran yuko tayari kunegotiate deal la nuclear ili aweze kuondolewa vile vikwazo. Mrusi
ana negotiate na kina Trump wamuondolee vile vikwazo, kwa sababu mwisho wa siku Marekani utaihitaji tu, kwa sababu ndio uchumi namba 1 duniani. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana kwa Wasiria. Lakini tuangalie hivyo vikwazo vyenyewe sasa Marekani anavyoweka. Huwa anaweka kwa ajili gani? Endapo kuna uongozi katika nchi utaenda ndivyo sivyo vile anavyotaka yeye. Umeona? Kwa hiyo ndio huwa anaweka vikwazo. Hivi vikwazo mara nyingi huwa vinaumiza zaidi wananchi kuliko kuumiza wale viongozi ambao wamegombana nao au wanaendana tofauti sera. Kwa hiyo hivi vikwazo vilikuwa vinaumiza zaidi wananchi wa Syria kuliko kuwaumiza Assad na kundi lake. Na hapo ndipo watu wanapokuwa wanasikitika juu ya hivi vikwazo ambavyo Marekani huwa wanaweka katika nchi mbalimbali. Je, lengo lao ni kuumiza wananchi? Naweza nikasema hii pengine ni moja ya lengo lao. Kwa nini? Kwa sababu wanaumiza wananchi ili wale wananchi waanze kuandamana au wamkataa yule kiongozi au wasimchague yule kiongozi, kwa sababu wataona maisha yamekuwa magumu na watamlaumu yule kiongozi, lakini kumbe yale maisha yamekuwa magumu na uchumi umedondoka kwa sababu ya vikwazo alivyoviweka Marekani. Kwa hiyo Marekani anakuwa anatumia ile kama fimbo, yani kwamba nikiwawekea vikwazo wananchi wakiwa na maisha magumu watamkataa kiongozi. Ndio maana mnaona wananchi wengi pale Syria wanashangilia sasa hivi na kuona kama yule kiongozi mpya Al-Shara ndio kawaletea maisha mazuri, lakini kiuhalisia ni kwamba walipitia maisha magumu kwa sababu ya vikwazo ndio vilivyokuwa vinawaadhibu, lakini sio Assad alishindwa kuwapa maisha mazuri, bali alikuwa hawezi kutokana na vile vikwazo. Kwa hiyo vikwazo vya Marekani huwa vinaumiza zaidi wananchi kuliko kuumiza wale viongozi ambao wanagombana nao. Na hichi ndio kitu ambacho watu wengi huwa wanakilalamikia. Kwa nini Syria imeondolewa vikwazo? Kwa sababu kaingia kiongozi mpya anaitwa Ahmed al-Shara. Huyu kiongozi amekubali kuendana na sera nyingi ambazo Wamarekani wanazitaka. Kwa hiyo sasa hivi Wamarekani wameona haina haja tena ya Syria kuwa na vikwazo, kwa sababu Syria inaenda vile ambavyo wao wanataka, inaendana na maslahi yao sasa hivi, tofauti na ile Syria ya Assad au Syria ya baba yake Bashar al-Assad. Unaona? Na tunashuhudia yanavyoendelea pale Syria. Ni kweli tunaona Syria inaenda vile ambavyo kwa Marekani na washirika wao wanataka, mpaka hata na Israel jinsi ambavyo wanataka. Umeona? Sasa basi kiongozi wa Syria kama nilivyosema anaitwa Ahmed al-Shara, lakini zamani alikuwa anaitwa Abu Muhammad al-Julani. Kwa nini kabadilisha jina? Kwa sababu zamani alikuwa anajihusisha na kundi la kigaidi la Al-Qaeda, lakini pia na kundi la kigaidi la fikiri linaitwa Al-Nusra au Al-Nasra, lakini pia na HTS. Sasa basi katiba ya Marekani inasemaje juu ya kufanya kazi na magaidi? Huyu alikuwa ni gaidi katika kundi kubwa la Al-Qaeda ambalo Marekani huwa wanapambana nalo siku zote, na kiongozi wake mwanzilishi Osama bin Laden alikuwa ndo gaidi hatari kwenye macho ya Marekani hapa duniani. Lakini si hivyo tu, Ahmed al-Shara alishafungwa na Marekani nafikiri kwa miaka 5 au kwa zaidi ya miaka 5 kule Iraq kwa kosa la kukutwa alikuwa anataka kufanya milipuko akiwa Al-Qaeda. Kwa huyu ni gaidi ambao walimkamata na kumfunga kabisa kama gaidi. Leo amekuwa rais na anapewa support. Kitu kama hichi Waafrika wanakiangalia. Waafrika hasa wa nchi kama Burkina Faso, Mali na Niger wanajiuliza, sisi tumepata rais kama Ibrahim Traore, ameingia kwa mapinduzi, akamtoa kiongozi ambao sisi wananchi tulikuwa hatumtaki, tunaona kama vile anashirikiana na wakoloni wetu na hajaleta maendeleo kwa miaka mingi. Akaingia kijana kama Ibrahim Traore akaleta maendeleo kwa muda mfupi na tunampenda wananchi. Lakini nchi kama Marekani wanatuambia huyu mtu si sahihi kwa sababu kaingia kwa mapinduzi, hajaingia kwa demokrasia. Kiongozi wa Syria Ahmed al-Shara pia ameingia kwa mapinduzi, hajaingia kwa demokrasia, hamna mwananchi aliyemchagua, aliyempigia kura. Lakini ukiachilia hivyo, historia yake alikuwa gaidi. Historia ya Ibrahim Traore, yeye ni mwanajeshi, lakini yule alikuwa ni gaidi na alishafungwa kwa miaka 5. Kwa nini yule rais kwa Marekani kufanya kazi na gaidi pale Syria, na isiwe rais kwa Marekani kumkubali kiongozi kama Ibrahim Traore ambaye ni mwanajeshi na ambaye anakubalika na wananchi wake kiasi kile? Kwa hiki ndio kitu wananchi wa Afrika ambacho wanakiangalia na hawaelewi, na wanasema kama Marekani wanahubiri demokrasia iwe ni kwa wote. Yaani kwa nini kuwe mnahitaji demokrasia kwa viongozi ambao hawaendani na sera zenu, alafu wale wanaoendana na sera zenu hata wakiwa ni kwenye historia ya ugaidi na mlimfunga kwa kosa la ugaidi, muendelee kufanya naye kazi kama Ahmed al-Shara na mumuondolee vikwazo? Kwa hiyo hiki ni kitu Afrika wanachoshangaa.